Mashambulio mawili hatari ya mkabili Ibrahim Traore, rais wa muda wa Burkina Faso, yanaweza kuchukuliwa kama dalili ya changamoto kubwa anazokabiliana nazo katika kujaribu kudumisha amani na utulivu nchini humo. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali za vyombo vya habari, Traore amekabiliwa na mashambulio ya kigaidi na vilevile jaribio la mapinduzi ndani ya jeshi. Haya mashambulio yanaweza kuwa na madhara makubwa kwa nchi yake ambayo tayari inakabiliwa na changamoto za kiuchumi, kisiasa na usalama. Shambulio la kwanza. Mashambulio ya kigaidi. Burkina Faso imekuwa ikikabiliwa na shambulio la kigaidi kutoka kwa vikundi vya kigaidi kama vile Al-Qaeda na ISIS. Katika eneo la Sahel, vikundi hivi vimekuwa vikiharibu maisha ya raia na kusababisha vifo vya wengi. Traore amekuwa kiongozi wa kijeshi, amejitolea kupambana na vikundi hivi, lakini mashambulio yanaendelea kuwa tishio kubwa kwa usalama wa nchi na maisha yake mwenyewe. Namba 2. Jaribio la mapinduzi ndani ya jeshi. Pia kuna ripoti za kuwa kuna mgawanyiko ndani ya jeshi la Burkina Faso na baadhi ya maafisa wa kijeshi wamejaribu kumuondoa Traore kutoka madarakani. Jaribio hili la mapinduzi linaweza kuwa na sababu za kisiasa, kiuchumi au hata kikabila, na linaweza kusababisha mchafuko mkubwa ndani ya nchi. Madhara ya mashambulio hayo. Kutishiwa kwa usalama wa taifa. Mashambulio haya yanaweza kuzoofisha uwezo wa serikali kudumisha amani na utulivu. Namba 2. Kuanguka kwa uchumi. Vita na mchafuko yanaweza kusababisha kushuka kwa uchumi na kukatisha tamaa wawekezaji wa kigeni. Kutoweka kwa imani ya wananchi. Wananchi wanaweza kupoteza imani katika serikali, kiongozi wao, ikiwa mashambulio yanaendelea bila kufanyiwa hatua ya kutosha. Hatua za kuzuia. Kuimarisha usalama. Traore anaweza kutumia msaada wa kimataifa kwa kushirikiana na nchi jirani na mashariki ya kimataifa kwa Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa, kujenga mshikamano wa kijeshi, kuwa na mazungumzo na maafisa wa kijeshi na kuhakikisha kuwa kuna umoja na msimamo mmoja wa kupambana na changamoto za nchi. Kushirikisha wananchi katika mipango ya kudumisha amani na kuwapa matumaini ya maisha bora. Kwa ujumla, Ibrahim Traore anahitaji kuchukua hatamu za haraka na hatua za haraka za makini ili kukabiliana na mashambulio haya na kuhakikisha kuwa nchi yake inaendelea kuwa katika njia ya amani na maendeleo. Mtazamaji, ulikuwa nami Jivenga hapa katika channel yako pendwa kabisa ya Kiswahili TV. Usiache kuendelea kusubscribe, like na kucomment ili mnado endelee kuwa mwanafamilia wetu wa kila siku.